Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Kama kawaida, salamu yetu ya Ruangwa ni ile ile. Unaambiwa Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, timiza wajibu wako. Moja kati ya maendeleo ambayo yanapatikana katika sekta ya michezo, na tunaona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan anahakikisha michezo inazidi kupaa. Tuliona knockout ya mama, tukaona fungu la mama lile kapu, wana michezo wa mpira wa miguu wanalipata. Tunatamani kujua furaha ya wana Ruangwa baada ya PMbet kuleta kwa mara ya kwanza mchezo wa ngumi ndani ya wilaya ya Ruangwa. Kwa Mheshimiwa Hassan Ngoma. Nashukuru sana. Kwanza tuwashukuru PMbet kwa kazi kubwa hii. Anasema ngumi kitaa lazima ulale. Kwa hiyo kimsingi tunashukuru sana, tumefurahi. Kwanza ukiacha tu kwamba ni kwa mara ya kwanza sisi tunapata fursa hii ya kupata pambano likubwa, well branded, lakini kubwa ni kwamba limefanya promotion kubwa sana kwenye wilaya yetu kwa wiki hizi 3, na katika hili tunawapongeza sana PMbet. Kazi kubwa imefanyika, promotion imefanyika kubwa, na kila kona ya Ruangwa wanajua kuhusu PMbet, wanajua kuhusu pambano hili, na hii ni kazi kubwa ambayo inaendelea kutekelezwa ya utekelezaji wa ilani ambao Mheshimiwa Rais anafanya kwenye maeneo mbalimbali kama ulivyosema, mpira wa miguu, wamefanya kwenye basket, wamefanya kwenye mashindano ya magari, kila mahali. Leo wameingia kwenye ngumi. Ngumi sasa hivi ukichapwa mama anatoa mpunga. Ukichapwa mama anatoa mpunga. Ni imani yangu hata leo hapa leo ngumi ya mama itakuwepo. Ukipigwa unachukua mpunga. Kwa hiyo kimsingi watu wa Ruangwa wamefurahi sana, wamehamasika sana, lakini taarifa iko kila kona, na sio Ruangwa, tuna Chingwea, Liwale, Masasi, Lindi mjini, Mtama. Kiukweli imefanya kazi kubwa sana kupromote jambo hili. Mara ya mwisho mimi nimekuja Ruangwa ilikuwa mwaka 2019, kama sio 2017 hivi. Sio Ruangwa hii ambayo nimeingia leo mwaka 2025. Kwanza kati napita barabara kubwa pale, nikashangaa kuona shule, alafu ya msingi, alafu ya ghorofa. Yes. Pengine Watanzania wanatamani kujua Ruangwa, utofauti wake Ruangwa ya sasa na Ruangwa ya zamani ni upi? Mtatusaidia nyewe kusema ambao mmekuja huko nyuma na leo hali ilivyo, lakini nikiri naungana na wewe kwamba kazi ndani ya miaka 5 hii kazi kubwa sana imefanyika. Mimi nimefika hapa 2021. 2021 Ruangwa liloikuta hiyo na leo ni vitu viwili tofauti kabisa. Kazi kubwa imefanywa na Mheshimiwa Rais kwa miradi ambayo imeletwa kama unavyosema, majengo ya ghorofa, msingi na sekondari. Lakini pia hospitali ya wilaya ya viwango vya hali ya juu sana. Ruangwa inaongoza ukanda wa kusini kwa mtandao wa lami za ndani. Ukiacha manispaa ya Lindi na manispaa ya Mtwara, hamna anayefikia Ruangwa kwa mtandao wa lami ndani ya wilaya. Lakini pia huduma ya maji imeimarika sana. Tuna mradi sasa unakuja wa bilioni 119. Kama unafahamu miaka hiyo ulikuja ukiwa unatoka Nanganga unafika Ruangwa masaa 4-5. Sasa hivi hafe nao huko mjini hapa. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo kazi kubwa ambayo imefanyika. Nikiri uwanja wa Majaliwa unaoona haukuwepo hapa miaka 5-6 iliyopita. Kwa hiyo ukweli ni kwamba kazi kubwa imefanywa na maendeleo makubwa yamepigwa, na wananchi wanafurahi sana kazi ambayo imefanyika. Tumeona miradi, tulifanya interview hapa na mkurugenzi na akazungumza mambo mengi akiwa kama mtendaji mkuu wa miradi yote ya ndani ya wilaya. Ningekuwa mtangazaji wa kipindi hicho cha nyuma, ningesema tuma salamu kwa wawekezaji. Lakini bado nina nafasi hiyo. Wapo wawekezaji ambao wanatamani kuja kuwekeza Ruangwa, lakini wanasema nitapata chochote kitu kweli? Kazi iko kwako. Ruangwa tunafanya mambo mawili makubwa kwa ukubwa. La kwanza ni kilimo. Tunafanya vizuri sana kwenye kilimo. Wilaya hii ndogo na changa, kwa mwaka tunaingiza not less than 100 billion. 100 billion kwenye sekta ya kilimo peke yake. Korosho, ufuta na mbaazi. Potential ni kubwa sana. Hela hiyo tunayoingiza, hakuna mkulima mkubwa mwenye eka zaidi ya 100, hayupo. Yaani watu wote ni eka 5, 2, 3 hivyo. Vipi akija mtu kuja kuwekeza kwenye ufuta eka 200, eka 100? Vipi mtu akiwekeza kwenye korosho eka 300, 400? Hela mpunga upo wa kutosha kabisa. Kwa hivyo kwenye sekta ya kilimo ardhi ipo, ardhi ina rutuba sana, hakuna mbolea huku inayotumika. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo mtu anaweza kupata advantage kwenye kilimo. Lakini eneo la pili ni madini. Kwenye mkoa wa Lindi, Ruangwa ndio inaongoza kwa pato la madini. Kwa zaidi ya 47% ya madini yote ya mkoa yanatoka wilaya ya Ruangwa, na soko la madini la mkoa lipo Ruangwa. Tunadhalisha sana dhahabu, tunazalisha sana green garnet, tunazalisha sana nickel, tunazalisha sana graphite. Kwa unaweza kuona madini yao ni ya kimkakati yote.
na yanapatikana kwa wingi sana Ruangwa. Vitalu vipo vya kutosha, leseni zipo za kutosha, watu waje wachukue. Kazi kwetu. Kabisa. Tukiachana na yote hayo bwana, leo tulitarajia hapa mgeni rasmi awe ni waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mbunge wa jimbo hili la Ruangwa. Pengine wana Ruangwa walitamani kujua salamu zozote ambazo mheshimiwa amezituma hapa, wewe ukiwa kama mwakilishi wa mheshimiwa siku ya leo. Yes, nimekuja hapa kumwakilisha mheshimiwa waziri mkuu kwa capacity yetu mheshimiwa mbunge ambaye ilikuwa mgeni rasmi hapa leo na amekuwepo hapa Ruangwa mpaka saa 8 mchana wa leo kwa ajili ya pambano hili. Lakini baada hapo unajua ana wakubwa zaidi yake. Kwa hivyo imetokea dharura imemlazimu aondoke. Amelazimika kuondoka saa 8 saa 9 jioni ya leo. Akaniomba nimwakilishe, lakini wana Ruangwa wanajua na wana Kusini wanajua. Anawapenda sana wana Ruangwa, anawapenda sana wana Lindi, anawapenda sana wana Kusini. Mheshimiwa Majaliwa anawasalimia, yuko pamoja nao. Na ikimpendeza inawezekana tukiwa hapa simu ikaruka live kuongea na wana Ruangwa na PMbet pamoja na Ngumi Kitaa. Na zaidi tutakuwa live na yeye alisema atakuwa live anashuhudia. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Bwana mheshimiwa hapa Hassan Ngoma ametuambia kabisa kwamba Ruangwa sasa hivi mipunga imejaa hapa. Fursa zimejaa hapa. Rais wetu Mama Samia anatuambia hakikisha unapoiona fursa hata kama ni ndogo unaitumia vizuri zaidi. Mimi naomba niseme asante sana, nitatumia fursa hiyo vyema kabisa. Karibu sana, nitapata. Vipo tayari, njoo chukua. Asante sana. Asante sana. Basi tunaendelea kusisitiza kwamba sisi tuko live kupitia pmtv.co.tz, lakini kama hujajisajili hakikisha unajisajili kupitia pmbet.co.tz. Hii ni PMbet, Ngumi Kitaa, lazima ulale.